niwaombe sana wananchi waweze kujitokeza kwa wingi, waje hapa kupata msaada wa kisheria. Tunayo ile call center ambayo inaendelea vizuri na namba za simu nadhani wanazifahamu, lakini pia kuna msaada wa masuala ya vizazi na vifo. Mwanadamu akizaliwa anakutana na cheti cha kuzaliwa, akiishi kidogo akitaka kuoa anapata cheti cha ndoa, akifariki pia anapata cheti cha kifo. Kwa hiyo wizara hii inakufuatilia tangu unazaliwa mpaka unaondoka duniani. Kwa hiyo ni waombe wananchi wale ambao wanahitaji vyeti vya kuzaliwa na kupata huduma zingine, ni vyema wakaja hapa Sabasaba. Kuna upatikanaji wa vyeti vya kuzaliwa na tulizindua programu ya upatikanaji wa vyeti vya kuzaliwa masaa 48. Kwa ukimaliza tu kufanya registration una uwezo wa kupata cheti chako cha kuzaliwa au cheti cha ndoa au cheti cha kifo ndani ya masaa 48. Niseme jambo moja, swala zima la mchango wa wizara hii ndo moyo, ndo backbone katika uchumi wa nchi. Unavyoona hata maonyesho haya ya Sabasaba yapo kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa mchango wa wizara hii ya Katiba na Sheria kwanza kwenye kufanikisha maonyesho ya Sabasaba kimataifa, kwa sababu ni yalitambuliwa kisheria na ndio maana yapo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ni mchango mojawapo ambao hata wewe uko hapa kwa mujibu wa sheria. Lakini jambo jingine ni kurekebishwa kwa sheria mbalimbali ambazo zimesaidia kwenye kuinua uchumi na kuweza kuwasaidia wananchi kwa namna moja au nyingine, hasa kuwahamasisha wawekezaji na wadau mbalimbali kutoka nje ya nchi na kuingia nchini. Na hata ujio wa wananchi ambao wametoka nchi mbalimbali hasa East Africa wamekuja hapa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo mchango wa sheria ni mkubwa sana kwenye maonyesho haya, lakini pia mchango wa sheria ni mkubwa sana kwa maslahi mapana ya nchi yetu, hasa kwenye masuala ya uwekezaji. Tumefanya marekebisho kadhaa kupitia Tume ya Kurekebisha Sheria, masuala ya kurahisisha vipengele rahisi kwa ajili ya uwekezaji, lakini pia tumefanya marekebisho ya sheria ya kuingiza bidhaa nchini, na hivi karibuni tunaendelea kufanya marekebisho ya masheria kampuni ili kurahisisha uwekezaji mkubwa nchini Tanzania, kuondoa vikwazo ambavyo siku za nyuma vilikuwa vinasababisha wananchi kutokuwekeza kwa wakati, na hasa wale wanaokuja kuwekeza kutoka nchi mbalimbali, nchi za magharibi, lakini nchi za Amerika, nchi za China, za bara la Asia na kadhalika. Kwa hiyo, lakini pia wakati huo tunakwenda kufanya marekebisshokuelekea dira 2050, kwa maana ya kwamba sheria nyingi tunakwenda kuzifanyia kazi, na sheria hizi zikifanywa kazi maana yake tunarahisisha upatikanaji wa haki kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi, lakini pia hata wananchi wanaweza kunufaika kwa kiwango kikubwa sana kwenye maisha yao.